محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ndugu zangu Waislamu, nahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah, khutba yetu ya leo tutazungumzia kuhusu baadhi ya njia na mbinu ambazo hutumika na wazazi kwa kuwalea watoto wao na ambazo zimeelekezwa na Uislamu kutumika njia hizo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul Furqan aya ya 74, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Na miongoni mwa Waislamu walioahidiwa kupewa pepo ambayo ni ya daraja ya juu kabisa, na ndani ya pepo hiyo watapata heshima kubwa zaidi na amani, Allah anasema ni wale ambao humuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakasema katika dua zao, rabbana hablana min azwajina, Mola wetu twakuomba utupe katika wake zetu na watoto wetu qurrata a'yunin, yanayoburudisha na kufurahisha macho yetu na nyoyo zetu, waja'alna lilmuttaqina imama, na twakuomba Allah subhanahu wa ta'ala utajalie tuwe ni wenye kuongoza wamchao Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe sisi ni viongozi na ni mfano mwema na ni kiigizo kwa wale ambao watakuwa ni wacha Mungu. Aya hii, ndugu zangu Waislamu, ni aya ambayo inazungumzia kuhusu vipi atakiwa Muislamu atamani katika maisha yake. Muislamu anatakiwa atamani kuwa na mke na atamani kuwa na watoto ambao watakuwa ni wenye kumliwaza na kumfurahisha pindi anapoangalia, na hata kutuliza moyo wake vile watakavyokuwa katika hali yao ya kimaisha. Lakini sasa kutamani huko pia uombe Allah subhanahu wa ta'ala ili akutimizie kile ambacho watamani ukipate katika maisha yako. Lakini sasa mwisho aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kutueleza ya kuwa huyo mwenye kutamani hivyo na kumwomba Allah hivyo lazima awe pia amefanya kitu kitakachochangia mkewe na hata watoto wake kuwa katika mwelekeo wa sawa, mwelekeo ambao utamfurahisha yeye macho yake na hata moyo wake. Je, anatakiwa afanye nini? Allah mwisho aya akasema ni kuwa anatakiwa yeye binafsi awe ni mfano mwema, awe ni kiigizo, awe ni kiongozi ambaye atafatwa kwa wale ambao watamuona wafate njia yake, njia ambayo ni ya sawa. Na hiyo ndio maana ya kuwa waja'alna lilmuttaqina imama. Imama hapa si kiongozi kwa kuwa wewe uwe tu ndio mwenye kusema katika nyumba na kusikizwa, ama kiongozi kwa kuwa wewe ndio mwenye kufatwa kwa mabaya na mema, bali hapa anakusudiwa kiongozi mwema ambaye anaigwa kwa ule wema wake na familia yake. Sasa hapa ndio umuhimu wa malezi
unaonekana. Na wasila ya kwanza ambayo Allah anatutajia hapa katika malezi ni wasila ama ni njia ya kuwa wewe ni mfano mwema kwa wale unaowalea, kwa wale unaosimamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Ibn Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mwenye kuzaliwa mtoto huwa anazaliwa akiwa katika mila ya Kiislamu, maumbile ambayo Allah humuumba kila mwanadamu kwenye maumbile hayo. Fa abawahu yuhawidanihi, lakini sa wazazi wake wawili huyo mtoto ndio huwa wanamgeuza kwa kumlea kwa malezi ya Kiyahudi. Huyo mtoto akainukia, akiona mtoto wake, akiona baba yake ni Myahudi, akiona mama yake Myahudi, akafuata njia hiyo. Au yunasiranihi, ama wazazi wake ndio sasa wanambadilisha wakamwelekeza katika mwelekeo wa Kinasara kwa kumlea katika malezi hayo. Mtoto anainukia, anaona kuwa baba na mama ni Wakristo, wanaenda kanisa, yeye pia anawafuata huko. Au yumajisanihi, ama wanamfanya anakuwa ni majusi kwa kumlea kwa malezi ya majusi wanaoabudu moto. Hadithi hii ndugu zangu Waislamu inamaanisha kuwa mtoto kwa asilimia kubwa huwa anafuata mzazi wake, na ndio sababu hata hapa penye tupo, ukianza kufuatilia historia na asili ya wengi wetu kuwa ni Waislamu, utapata kwa kuwa wazazi wetu walikuwa ni Waislamu. Kwa tukainukia tukaona kuwa mzazi ni Muislamu, anaenda msikitini, ukamfuata pia, na ndio ikawa nini, moja kwa moja ukawa ni Muislamu. Ni wachache sana utapata kuwa yeye mzazi wake si Muislamu, lakini Allah kamuongoza akafuata Uislamu licha kuwa wazazi wake si hako hivyo. Kianza kuchunguza utapata kuwa ni asilimia ndogo sana, lakini asilimia kubwa ya wanadamu wengi katika ulimwengu huwa wanafata njia ya wazazi wao, hasa upande wa dini, lakini pia njia ya wazazi wao hata upande wa tabia. Mzazi akiwa ni mwenye kuvuta sigara, basi apata kwa mtoto pia, kama si kuvuta sigara hiyo, basi anataka kumzidi babake, avute baka bangi na hata pombe na hata unga. Ndiyo, kuna wakati hutokea kinyume, mtoto akaenda kinyume na mzazi wake, lakini kwa asilimia ndogo. Sasa hapa kuna muhimu zaidi wa sisi wazazi kujiuliza kuwa, je, mimi ni kiigizo chema kwa watoto wangu ama ni kiigizo kibaya? Mimi ni mfano mwema ama ni mfano mbaya? Njia ya pili ambayo yatakiwa mzazi aitumie kwa kulea watoto wake, ndugu zangu Waislamu, ni njia ya kuwapa watoto wako mawaidha na kuwakumbusha na kuwarekebisha pindi wanapokuwa wamekosea ama wamesahau jambo la sawa. Na hii ndio njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an anatueleza ya kuwa Luqman alitumia kwa kumlea mtoto wake. Allah anasema, idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Na hizi aya nyingi sana zinaeleza nasaha na mawaidha ambayo Luqman alimpa mtoto wake, na Allah ametaja nasaha hizi za Luqman ili wazazi pia wawe hivyo, ya kuwa je, wewe pia huwa unatolea mtoto wako ama watoto wako mawaidha, ama wataka tu mawaidha kuwa ni ustadhi ama imamu ndiye mwenye kutoa msikitini, lakini wewe si jukumu lako hilo kuwapa mwelekeo watoto wako kwa kuwaeleza kwa maneno yale mazuri unayojua. Jambo muhimu sana hilo, ndugu zangu Waislamu. Ndio sababu kwenye sura al-Baqara Allah anatuambia hii ni njia ambayo hata mitume walikuwa wanaifuata kwa watoto wao. Allah anasema, am kuntum shuhada idh hadara yaquba al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, mpaka mwisho wa aya. Kwa hivyo katika aya hii Allah akawa ametukusanyia vitu viwili katika njia za malezi. Njia ya kwanza ni kuwapa mawaidha kwa kuwauliza na kuwahoji watoto wako,
hebu niambieni ni njia ipi ambayo mtaifuata baada ya kuwa mimi nimefariki? Ni nani mtakayemwabudu hata mimi nikiwa nishakufa? Yakubu anauliza watoto wake, wakamjibu wakamwambia, naabudu ilahaka, sisi tutamwabudu Mola wako, wa ilaha abaika, na pia Mola wa babako ambaye ni Ishaq, na wote ni mitume hao. Lakini pia watoto wake wakamwambia ya kuwa tutamwabudu Mola wako. Hapa tunapata faida ya kuwa tutakuiga wewe, kama tunavyokuona unamwabudu Allah, sisi pia tutakufuata kumwabudu huyo Allah. Ndugu zangu Waislamu, njia ya tatu ambayo pia ni muhimu sana kwa malezi ya watoto ni mzazi kuwa ni mwenye kuwafuatilia watoto wake sawa sawa, wawe na yeye katika nyumba ama hata nje ya nyumba. Usije tu kawa unasema kwa mimi muhimu, najua kwa mtoto wangu amekula basi yatosha hiyo. La hasha wakalla. Tena hasa kwa ulimwengu wa sasa, mtoto wako anatembea na nani, anaenda wapi, na kisha mtoto wako kama ndani ya nyumba, je, ana simu ama hana, na kama anayo anaitumiaje hiyo simu? Bali mzazi anatakiwa mtoto wake akiwa na simu umlazimishe, kama anaweka password uijue, kiasi yako ukiishika hiyo simu yake uweze kuifuatilia unavyotaka, sisi mpaka tena umuulize kwa nifungulie. Lakini kuwa mtoto yuko kwenye nyumba ana simu, password mzazi wake hajui, ukitaka kufungua anakuambia hapana, na inakuwa ni vita. Mwisho unasema basi wacha shauri yake. La hasha wakalla. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, kullukum ra'in, nyote ni wachungaji, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, na nyote mtaulizwa kuhusu uchungaji wenu. Kisha Mtume akasema, wa rajulu ra'in ala ahli baitihi, yule baba ambaye ni mwanaume kwa nyumba ni mchungaji kwa wale watu wa nyumba yake wote, yeye ndio mchungaji na taulizwa kuhusu alivyowachunga. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, na hata mama pia ambaye yuko pale nyumbani na watoto wake pia ni mchungaji kwa kuchunga nyumba ya mume wake, lakini pia kuchunga watoto wa mume wake. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni muhimu sana kufuatilia watoto wetu, kwa kuwa hiyo ni moja katika njia ya malezi. Wala mtu aseme kwa ndio ulimwengu wa sasa hakuna haja kufuatilia watoto, wenyewe wanajua mema na mabaya. La hasha wakalla. Lakini njia ya tatu ndugu zangu Waislamu ni hiyo. Ama njia ya nne ambayo pia ni moja katika njia muhimu sana, ni njia ya kuwa mzazi ajitahidi kumfundisha mtoto wake. Kama ana elimu, mzazi anatakiwa achukue Qur'an, akae na mtoto wake aanze kumfundisha. Bali hili ni katika jambo ambalo ni muhimu sana, hasa kumfundisha mtoto wako mambo ya kimsingi ambayo Muislamu huyatumia kila wakati. Mfano, kama mtoto akiwa bado mdogo umfundishe kusema bismillah. Bismillah hutumika mara nyingi sana, lakini pia kumfundisha mtoto surat al-Fatiha, kwa kuwa ndio sura ambayo kila swala lazima itumie. Lakini mafunzo mengi ambayo unajua ni muhimu pia mzazi amfundishe mtoto wake, kumfundisha mtoto wako kuswali na mengineo mengi, na pia tabia. Lakini pia mbali na kumfundisha wewe mwenyewe, yatakiwa mzazi ampeleke mtoto wake madrasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Amr ibn As, hadithi hii mpokewa na Imamu al-Bazzar na Sheikh Albani amesahihisha. Mtume anasema ya kuwa allimu auladakum as-salata idha balaghu 7 wadribuhum alaiha idha balaghu 10. Mtume anasema kuwa wafunzeni watoto wenu kuswali wakifika miaka 7, na wapigeni wakifika miaka 10 na bado hawaswali. Hapa Mtume ametutajia swala peke yake, lakini sisi tunajua katika dini ya Uislamu si eti jambo ambalo
watu husoma na kujifunza ni swala peke yake. Dini ni pana zaidi, lakini swala ni moja tu katika mafundisho ambayo ni ya dini. Kwa mzazi anatakiwa ajiulize, je, mimi nishawahi kumfundisha mtoto wangu kitu gani katika dini yake? Na je, nishawahi kugharamika kiasi gani kwa kumpeleka mtoto wangu madrasa, ili hata mbele ya Allah utakuwa wewe una cha kusema ya kuwa hata kama mtoto wako atapotoka, lakini angalau ulichangia kwa kufanya kile ambacho ingekuwa Allah amemwandikia hidayah angeongoka. Ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo ni muhimu sana, kuwapeleka watoto madrasa. Lakini pia hata wewe mwenyewe pia, kama unajua, angalau uchukue nafasi ya kufundisha mtoto wako mambo ya dini. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe na wake na watoto ambao watatufurahisha katika maisha yetu, na watakuwa ni watoto na wake wema katika maisha yao. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tunazungumza mada hii ya malezi kwa sababu ya kuwa sahihi shule zimefungwa. Na kwa kuwa shule zimefungwa, kuna baadhi ya wazazi wanaona kuwa basi sasa hii sina pressure ya kuwa niamshe mtoto wangu mapema na asubuhi, na kisha baadaye nimlazimishe asichelewe kwenda shuleni, na pia sina pressure ya kuwa sasa kila asubuhi nimpe tikiti ya kwenda break, pesa break na nini, hasa mzazi anakuwa anampumzika, ambapo sivyo. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu unahimiza Muislamu juu ya malezi, kwa kuwa hilo ni jukumu kubwa katika majukumu ambayo huwa unabeba unapokuwa ushaoa na Allah amekuruzuku mtoto. Sasa kwa kuwa shule ni moja katika malezi, na sisi hatupingi mtoto kupelekwa shule, lakini hiyo ni sehemu tu katika malezi, kwa sababu Uislamu unalenga kumlea mtoto wa Kiislamu kwa malezi aina mbili: malezi ya kidini na kisha malezi ya kidunia, sababu ndo mahala ambapo anaishi, ajue namna ya kuishi hapa duniani na changamoto atakazokumbana nazo na vipi ataweza kupambana nazo. Sasa ikiwa sisi tutatilia tu muhimu upande wa malezi ya kidunia peke yake, kumpeleka mtoto shule, lakini ikawa upande wa malezi ya kidini tumezembea, hii ni nafasi ndogo ambayo tunayo ya kuasa angalau tupeleke watoto wetu madrasa kwa wale ambao watoto wao kwa mashuleni. Lakini pia utapata mzazi anakuwa ni mchoyo kutoa pesa zake ili alipie mtoto wake madrasa aende asome. Uchoyo kwa dini yake, uchoyo kwa malezi ya mtoto wake, kisha watarajia mtoto wako awe ni mwema. Sasa hapa tutapata kwa mtoto amesoma shule na mpaka hata amehitimu, na kisha anaongea lugha ya ujeuri na ukaidi na kusema kuwa kwani aliyesema kuwa ni lazima mimi kumsaidia babangu baada ya kuwa sasa alisaidia ni nani? Kwani alikuwa ananisaidia ili nimlipe? Mimi pia nitasaidia watoto wangu, kwa yeye na maisha yake, nipe na maisha yangu na sinisumbue. Na kule kulea ilikuwa ni jukumu lake, kama vile pia mimi itakuwa ni jukumu langu kuwalea watoto wangu, kwa hiyo tusumbuane kimaisha. Kuna watoto wanaongea lugha hiyo ya kuwa mzazi wake asimsumbue katika maisha yake, na hapo mtoto wako angalau labda atakuwa ashafanikiwa, lakini kidunia, lakini kwa dini alifeli. Ndugu zangu Waislamu, afadhali tena afadhali sana mtu kufeli shule, tena ufeli kabisa, lakini uweze kufaulu katika maisha yako ya kidunia. Na ni wengi ambao wamefeli mashule, bali katika mashule unaweza kupata mtu alikuwa labda ndiye mwenye kushika namba za mwisho, lakini baada ya maisha kwenda na kuwa sasa kila mtu ashakuwa mkubwa, hizo shule zishamalizika wakati wake, unapata kuwa wale waliokuwa namba za mbele hasa washakuwa nyuma katika maisha, na wale waliokuwa namba za nyuma ndio wako mbele kimaisha, mpaka unasema kuwa mbona mambo yako hivi? Kwa hivyo bidii ya shuleni haina maana ya kuwa ndio kufanikiwa katika maisha ya kidunia, lakini kuna uhakika mkubwa usiopingika ya kuwa bidii katika madrasa
ndio kufanikiwa katika dini. Haiwezekani ya kuwa mtu hakusoma madrasa alafu eti afanikiwe kidini. Hiyo dini ataifuata kivipi na hijui? Lakini dunia Allah humpa amtakaye na hata asiyemtaka. Dunia Allah humpa yule mwema na hata yule mwovu, lakini dini Allah hampi isipokuwa yule ampendaye. Na hauwezi ukapewa dini isipokuwa mpaka uisome na Allah kujalia uielewe, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Wal fiqhu bimaana at-ta'lim, at-ta'allum thumma al-fahm. Usome kisha ndo Allah kujalia uelewe na Allah akupe hidayah ya kuifuata hiyo dini. Mzangu Islamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Neema mbili watu wengi huzitumia neema hizi vibaya na wakashindwa kupata faida yake, licha ya kuwa ni neema kubwa ambazo zina faida tele sana. Neema zipi hizo? Mtume anasema as-sihha, ni mtu kupata afya, si mgonjwa. Wal faragh, na mtu kupata faragha, nafasi ya kuwa anaweza kafanya mambo yake ya kidini na hata kidunia. Kwa hii faragha ambayo watoto wetu wameipata ya kuwa katika likizo ya shuleni, basi nitakiwa tusiache hivyo wakaitumia na hata ikatumika vibaya, bali tujitahidi kwa kuwaelekeza ili waweze kuitumia kwa mambo mema. Mzazi, fuatilia mtoto wako anakuja kuswali ama haswali, kwa sababu hana kisingizio kwa yuko shuleni, kwa hivyo hujui kama huko anaswali ama haswali. Mzazi, jitahidi kumpa mawaidha mtoto wako ili apende dini, tabia njema, na hata aweze kujua ibada zake, kuzitekeleza inavyotakiwa. Mpe mwelekeo, umwambie kuwa njia ya sawa katika Uislamu ni njia ya kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, wala si njia ya kufuata bid'a. Mlee mtoto wako kwa tauhid, kujua kuwa anatakiwa amtegemee Allah na mpokeshe Allah na epukane na shirki na mengi ambayo yanatoa mtu katika Uislamu. Haya ni malezi ambayo atakuwa, ndugu zangu Uislamu, sahihi yafanyiki kwa wazazi, na ndio sababu tukaona kuwa angalau tuchukue nafasi hii tukumbushane, ili tuweze kufanya yale yanayotupasa sisi kuyafanya kwa muda huu ambao tunao. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwafanya watoto wetu wawe ni watoto wema, na tujalie sisi pia tuwe ni wema, tuwe ni mfano mwema kwa watoto wetu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.